Hello? Hello? Yes, habari yako bwana Joram? Salama, habari ya kwako? Salama, mzima? Mzima, samani, nimeona umenipigia. Sijui nani? Mimi ndugu yako. Ndugu yangu ndio. Nani? Bwana Godi. Godi nani? Godi. Nitakufahamisha, utanifahamu tu, usijali. Sasa Godi nani? Yaani niambie tu ili nifahamu. Nakufahamisha sasa hivi, si tuko kwenye simu pamoja tunaongea, usijali. Ndio, karibu. Asante. Sasa bwana Joram, nimekupigia tu rasmi. Ndio. Kwa sababu hali yangu pia sio nzuri, kwa hiyo nimeona nikupigie kwa sababu siko na namna ya kufanya movement yoyote. Karibu. Asante. Na nilishaongea na wewe kipindi kilichopita. Nikiendelea hapa utaweza kufahamu. Mimi tu ombi langu kwako, naomba kuweza kujua muendelezo, kwa sababu najua nyinyi kama jeshi la polisi lazima mpo na coordination na network nzuri, na mnaweza mkapatiana taarifa na kufahamu kile kinaendelea pale na hiki kinaendelea huku, basi mkaweza kupatiana taarifa na kujua utaratibu kamili umekaaje. Muendelezo wa nini kaka? Naomba kuweza kujua jambo la mheshimiwa balozi Polepole limefikia wapi, kwa sababu sasa hivi mimi hali yangu ya kufanya movement haiwezekani, siwezi. Sasa kwa sababu nikasema naweza nikaongea na wewe, basi angalau niweze kuongea na wewe. Nimejaribu kumpigia ndugu Faustin, nimepiga simu zaidi ya 7, hapokei. Sasa kama ndugu Faustin hapokei simu zangu, sina sehemu nyingine ya kukimbilia, na yeye ndiye mkuu wa kanda hiyo, inakuwa changamoto kwangu. Kwa hiyo nikasema nikupigie ili uweze kuniambia muendelezo wa jambo la mheshimiwa balozi Polepole limefikia wapi. Sawa kaka, naelewa concern yako. Ndio. Na kuelewa vizuri, lakini sasa ndio tatizo linakuja ni moja. Ndio. Mimi inakuwa ni ngumu sana kujibu jambo ambalo liko kwa mkuu wangu wa kanda. Yaani siwezi kufahamu kule nini ambacho kinaendelea. Ndio. Hata wewe kama upo ofisini, ndio, ili kweli unaweza ukatoa majibu kuhusiana na kile anachokifanya mkubwa wako wa kazi. Unaweza ukakifahamu. Sasa ni subordinate. Sasa Joram ndugu yangu, sasa lile mimi niko level ya wilaya. Ndio. Kuhusiana na jambo la balozi Humphrey Polepole, ni kweli lilitokea kwenye wilaya, lilionekana kutokea katika wilaya yangu. Ndio. Ndio. Lakini halikuwa handled kwenye level yangu ya wilaya. Ndio. Hilo jambo lilikuwa handled kwenye level kubwa zaidi ambayo ni ya kanda. Ndio. Kwa hiyo mimi nilikuwa mtu tu ambaye niliattend kwenye tukio kama wanavyoattend wengine. Ndio. Lakini sio mtu ambaye nilishughulikia in details. Kwa hiyo details za namna gani nilishughulikiwa na nini kinaendelea, niko level hiyo kubwa. Ndugu yangu Joram. Yes. Brother Faustin hapokei simu yangu na namba yangu anayo. Sasa kaka, mimi naweza nikakujibu chochote juu ya Faustin kutopokea simu. Naweza nikakujibu. Maana vitu vingine ni vigumu sana. Yaani hii nimekuambia tu. Yaani sitaki unijibu, ila tu nimekuambia kwamba huyu ndugu Faustin hapokei simu yangu, na nishampigia zaidi ya simu nyingi tu. Hata nikikuonesha hapa screenshot ya simu nilizompigia nitakutumia, na nilishawahi kumtext pia, hajibu. Sasa ndugu yangu Joram, mimi naomba nikwambie kitu kimoja. Cheo ni dhamana, unanielewa? Cheo ni dhamana kwa ajili ya kusaidia wengine, unanielewa Joram? Ndio, nakusikia. Binadamu wote ni sawa, binadamu wote pia ni sawa mbele za Mungu. Ila sasa kaka, mimi ningekuwa na nafasi ya kukusikiliza zaidi kama hilo jambo lingekuwa ndani ya uwezo wangu. Ndio maana nakwambia yaani kuna vitu vingine unaongea viko nje ya uwezo wa kwangu mimi kujibu au kucomment chochote. Ndio. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba tu labda pengine kama kuna lingine linalonihusu mimi, lakini kama hamna linalonihusu mimi kama unaweza ukanisaidia hapa niendelee na majukumu mengine. Alafu kitu kingine brother Joram, mimi napendaga kuwa muwazi na mkweli.
na huwa sipendi kuficha vitu. Ukificha mara nyingi sio vizuri. Tulifika pale kwa yule mmiliki wa nyumba ambapo alikuwa anakaa Balozi Humphrey. Kulikuwa kuna gari pale V8. Naam? Mlifika na nani? Tulifika pale kama familia. Okay, ndio. Kulikuwa asubuhi. Siku ile ya asubuhi. Ndio. Acha siku ya tukio, siku tumeenda kutoa vitu. Kulikuwa kuna gari pale nje alafu na ndani kule. Sasa tukakuta mlango wa gari umepata crack kwenye sehemu ya juu. Tukamuuliza yule mwenye nyumba, vipi kulikoni? Akasema kuna askari alikuja hapa akabomoa huo mlango. Tukasema mbona hatukupata taarifa? Akasema mimi sijui, ila ninachowaambia kuna askari alikuja akabomoa mlango wa gari na akachukua document zote. Sasa sijui kama utakuwa na hiyo taarifa ndugu yangu. Unajua kaka, kuna kitu mimi naomba hujanielewa mpaka sasa hivi kuhusiana na issue ya Humphrey Polepole. Ndio. Sawa? Mimi nimekwambia ni level ya wilaya, na sisi level ya wilaya hatukudili nayo. Ndio. Hilo jambo lilikuwa na level ya kanda. Sawa? Sasa swali lolote unaoniuliza mimi inakuwa ngumu sana kujibu. Yaani natamani nikujibu lakini hamna ambacho ninakijua mimi. Sawa? Kwa hivyo vyote ambavyo unaweza ukaniuliza havitasaidia chochote kwa sababu sitaweza kukujibu. Okay. Na mwenye nyumba, mimi nikwambia ukweli, mimi ni Mkristo, mimi ni mtumishi wa Mungu. Mwenye nyumba alikutaja wewe kwamba ndio ulibomoa mlango wa gari. Alimtaja mimi? Alikutaja wewe. Sasa hivyo vitu nadhani vitu vingine vinahitaji proof. Labda pengine ananifahamu mimi zaidi ya mtu mwingine, au kanitaja mimi akimaanisha mtu mwingine, kanitaja mimi kama position au jina, sifahamu. Alisema alikuona. Kueleza kitu kimoja. Ndio. Mimi nafikiri hivyo vitu ili uweze kuvifahamu zaidi. Kama unapiga simu afande unasema kwamba hapokei, nenda ofisini kwake. Sasa hivi siko na hali ya kutembea ndugu yangu, na shida. Ndugu yangu, onana naye. Yaani kwenye simu tu hivi unaweza ukafikiri kwamba ukapata kila kitu kwa kutumia simu. Yaani hivi tunavyofanya conversation mimi kwa simu, yaani ukapata details zote na ukapata jibu kwa kutumia simu. Kwenye issue sensitive kama hiyo. Nakusikia. Kwa hiyo jitahidi tufika ofisini, kila ambacho unakihitaji utapata majibu yake. Kwa hiyo na yule vingine uko unasema vinadiliwa na anadili nacho fulani lakini sio yeye. Kuna kuomba tu niendelee na jukumu lingine ninalolifanya hapa. Sawa, kwa hiyo na yule mwenye nyumba alivyoniambia ni wewe ndio ulivunja mlango wa gari. Sasa kaka, wewe unatarajia mimi nikujibu nini kwa simu? Na nishakwambia kwamba jambo lote limeshughulikiwa nani? Kanda. Mimi unataka nikujibu nini hapa? Sawa, basi mimi nikushukuru kwa kuwa labda ulipewa oda ya kufanya hivyo, kwa sababu wale ni wakubwa zako. Huyo amekata simu, huyo ni bwana Joram, ni afisa upelelezi kanda ya Kinondoni. Naongea naye hapo, swali la mwisho nimemuuliza amekata simu.